من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, tuko katika sehemu ya tatu, msingi wa kwanza, msingi wa mageuzi na mwamko, ambao ni msingi wa imani na itikadi. Tulisikilia yana katika kuzungumza faida na matokeo ya kuwepo msingi huu katika jamii. Ukijengeka vizuri, waweza kuleta mambo gani ambayo yatachangia katika watu kuamka na kubadilika. Kazungumza masala ya msukumo, tukanena kwamba iman ina ile alquwatu ad-dafi'a, nguvu ya kusukuma. Tukazungumza upande wa mchango wa iman katika kutilia nguvu maadili, na tulishia hapo. Tatu, nataka nimalize leo, nipite mbio mbio. At-tafaulu wal amal. Katika natija na faida za kujenga msingi wa imani katika jamii ni kupatikana kitu kuwa na fali mzuri na matumaini mema. Hakuna adui ya mwanadamu katika kupambana kwake na kuendelea kwake na kubadilika kwake kama kitu kinachoitwa kukata tamaa. Adui mkubwa wa kila kitu, na hakuna rafiki bora wa maendeleo na wa mustakbal na wa mabadiliko kama matumaini. Na mchango wa matumaini ukilinganisha na zitenda kazi zingine utaupata ni mkubwa sana. Lakini mwanadamu afikapo mahali akakata tamaa, basi hata msaada utakao kumpatia hauwezi kumfikisha mahali. Ndio siku moja nilinena katika baadhi ya hutuba za Juma, kitu kilichoua watu sana wakati wa corona si yale maradhi, ni hisia ya kukosa matumaini. Mujarradi siku ile ambiwapo kwamba wewe una corona na akatengwa na akaanza kuoneshwa zile zituko, kukaingia watu wave manguo sampuli,
na ashasikia kila asubuhi hufa watu wangapi. Adui mkubwa sana, kukosa matumaini, kukata tamaa. Na ndio utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika orodha ya madhambi makubwa. Sisi twajua katika tamaduni yetu ya kidini haya madhambi yamegawanywa mara mbili, sio? Kuna madhambi makubwa, kuna na madhambi matoto. Na mara nyingi madhambi makubwa si mingi, ni mambo ya kuhesabu kwa zanda. Listi kubwa ya madhambi matoto. Sasa yale ya kuhesabu kwa zanda ukiangalia, moja limetajwa pale ni kukosa matumaini. Kienda katika hadithi na zitabu za wanazuoni wasema katika madhambi makubwa ni al-ishraku billah, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Pili, uququl walidaini, sio? Kuwakosa kuwatii wazazi wawili. Tatu, al-ya'su min rahmatillah. Al-ya'su min rahmatillah, kukata tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Lugha nyingine kukata tamaa, kukosa matumaini, ni katika madhambi makubwa sana ambayo mara nyingi yaweza kukutia motoni hata kushinda mambo mengine uyafikiria. Sasa ukiuliza suala, masala ya kihisia, sababu tabia ya kukata tamaa ni hisia ya mwanadamu, kama kuhuzunika, kama kufurahi, kama kukasirika, hizi ni hisia za mpata mwanadamu. Moja katika hisia inaompata mwanadamu kwa sababu ya mambo fulani ni kukata tamaa. Hisia hii imewekwa katika safu ya kuabudu Mungu asiyekuwa Mungu, madhambi yake imewekwa katika kiwango cha kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio utakuja kufahamu uzito wake ni nini. Sasa tunapojenga jamii kwenye msingi wa imani bora ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na utendakazi wake, na kwenye itikadi sahihi za kidini, moja katika faida zake itikadi hizi na imani hizi hukufanya wewe kila wakati ukabaki na matumaini na utulivu wa kinafsi na kutobabaika namna zitakavyokuwa changamoto zinazokukabili. Ndio ile alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulubu fa'lam annahu la ilaha illa. Ile alladhina amanu, angalia aya imeanza, wale walioamini na wakaiboresha imani yao kwa kuthratu dhikrillah. Sababu imani yaweza kulala, imani yaweza kusindia kama kitu kingine chochote. Ili imani yako ibaki kuwa active kama wanavyosema leo, ukiiwata itafanya nini? Italala. Ni kuishikanisha na dhikrullah. Hizi ibada hizi, moja katika lengo lake ni kuiamsha imani yetu mara kwa mara, kuifanya active. Dhikrullah kwa maana pana, aqimis salata li dhikri katika baadhi ya aya. Sala pia ni katika aina ya dhikrullah. Kunena la ilaha illa Allah ukaita uradi ni katika dhikrullah. Allahu akbar ni katika dhikrullah. Ibada zote takriban zinateza dori moja la dhikrullah. Neno la dhikrullah nini? Yani ni kuirudisha nafsi yako na fikra zako mara kwa mara kwenye masdar, kwenye source ya nguvu yako. Kama pale unapoirudisha simu kwenye sosi ya nini? Ya umeme, ikapewa chaji. Sasa ukieta imani yako, hata mambo yawe makubwa kiasi gani yalokupata, utaona hata kama ni mwangaza kwa mbali wa kumulikia wewe na kukwambia inna ma'al usri yusra. Baada ya dhiki ni nini? Faraja.
na asa yalionipata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio khairi yangu. Nimekosa jambo kubwa nalitaka katika maisha yangu, nimelikosa. Imani ya dini ya kuleta kwenye hapa haikuwa riziki yangu, pengine ingekuwa ndio shari yangu. Na waqian sisi shida yetu tukiyakosa mambo hulalamika, hatuwezi kufungua pazia ya ghaibu tukaona lau yale mambo tuliyapata matokeo yake yangekuwaje. Na Mwenyezi Mungu yuwakupokonya jambo mara nyingine kwa maslaha yako. Ule mmoja alokwenda kwa mwanachuoni akamwambia, Mwenyezi Mungu amenena udhuuni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Kwa hivyo ukiomba dua hujibiwa. Akamwambia mimi miaka 10 umuomba Mwenyezi Mungu jambo hajanipa, sasa iko wapi udhuuni astajib lakum? Akamwambia Mwenyezi Mungu hukujibu dua kwa namna aonao yeye ni maslaha yako, si kwa namna utakao wewe. Kutokupa pia katika kukujibu dua wakati yeye akiwa aona kukupa kile ndio hatari yako. Kwa hivyo pia usione kwamba ustadh mimi bwana nataka jambo nimelifuata, nimeomba Mungu sura niombao silipati, si maslaha kwako. Kwa maono mapana ya Mwenyezi Mungu anavyoona mustakbali wako wa duniani na wa akhira, ni wangapi wamepotea kwa kupata, na walikuwa wema walipokuwa hawanacho. Na sikupata kitu tu, si kitu tu cha kimaterial, kupata kwa chochote, kupata jaha, kupata cheo, kupata umaarufu, kupata chochote kimekuwa ndio ngazi ya kuanguka kwao. Ni wangapi? Kwani wale mabopari wote tueleze wao katika historia, kuanzia historia ya zamani na mpaka ya karibu, ukimwanda Firauni na Hamana na Karuna na nani, asili ya upotevu wao ni nini? Ni kupata. Asli ya upotevu wao. Leo Firauni hangekuwa katika pawa ile, hangekuwa katika uovu ule. Leo Karuni hangekuwa katika utajiri ule, hangekuwa katika uovu ule. Wakadhalika, na hii tumeambiwa na suratu Iqra. Suratu Iqra imetuambia maneno haya. Imetuambiaje? Innal insana la yatgha arraahu istaghna. Mwanadamu, hakika mwanadamu, la yatgha. Tughyani nini? Kuna kukosa, kuna na kutupa mipaka ya kukosa. Kuna kuwa mwizi, kuna kutupa mipaka ya kuwa nini? Mwizi. Kila jambo lina mipaka na kutusa mipaka, liwe ovu au mazuri. Mwenyezi Mungu atuambia mwanadamu la yatgha, hutusa mipaka. Ndio maana tughyani. Kama Firauni alifanya uovu, lakini alitusa mipaka katika kufanya uovu. Karuni alifanya israfu ya senti, lakini si israfu ya kawaida kwamba sijui umepika wali umezidi umeutawanya. Alitusa mipaka katika israfu yake. Innal insana la yatgha, hakika mwanadamu hutusa lini? Arraahu, wakati anapoona ashajitegemea, ashajikifu, ashakuwa mimi nina senti, mimi nina power, mimi nina jaha, mimi najulikana. Zile zeo zile zinazokupa wewe kujikifu, kujitegemea, kila ukijitegemea wakata kamba yako na kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na hapa kidogo nataka tusimame tusome katika maisha yetu. Angalia aya nyingine ya Qur'ani yatuambia enyi watu, antumul fuqara, antumul wallahu huwal ghani. Hii kaida hii yataka saa zote iweko kwenye akili yako.
namna utakavyokuwa nacho, namna utakavyokuwa na senti, namna utakavyokuwa na power, bakisha imani kwamba anal faqiru wallahu huwal ghani. Usikate kamba ya mategemeo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ukijihisisha kwamba kila kitu, kila ulichopata, kila ulichofaulu, kila ulichoongeza ni kwa ajili Mungu amenipa, si mimi, wabakisha usiingie katika innal insana la yatgha. Ukikata mawasiliano yako ukampokonya Mungu sifa yake ya ghani, wewe ni fakir namna utakavyokuwa, ukaivaa wewe istaghna, bana hii ni akili yangu bana. Jamaa kuambia twende tukamuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tengeze maisha, achana nayo bana. Haya hategezwi kwa dua, haya hategezwa kwa akili zetu, kwa mipango yetu. Ukamuondosha Mwenyezi Mungu kabisa, hatari. Ndio utamkuta Nabii Allah Suleiman alimshinda Firauni. Firauni Sudai alikuwa na power, sio? Power zake zilifika kutuma majini? Alitawali binadamu tu. Ama majini walikimsikiza Firauni? Power zake zilisikilia paka wanyama wakawabadilika kuwa jeshi lake? Hazikufika. Hakufika robo ya power za Nabii Allah Suleiman. Ikiwa kuna mtu alipewa power katika hii dunia, hakuna kama Nabii Allah. Mpaka majini, mpaka ndege, mpaka hudhudi, wanyama, tungu huzungumza na yeye. Sio mkijua kile kiswa cha Wadi Namli, Suratun Namli. Suratun Namli ni sura ya nini? Ya tungu. Kwa nini imeitwa Suratun Namli? Kwa sababu ya kiswa cha Nabii Allah Suleimani na nani? Na tungu. Alipokuwa yuwaja na jeshi lake, kuna nyumba za tungu pale. Tungu mmoja akanena hiyo stadi, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum, akainuka kutangaza, enyi tungu ingiani kwenye majumba yenu. Suleimani uyaona nini? Na jeshi lake asiye la yahtimannakum wa junudu, asiwasage sage Suleimani na jeshi lake. Na Abdullah Suleimani husikia fatabassama dhahikan. Taban kiteko kile si kiteko cha kawaida. Angalia ilivyofuatia mbele ndio utakifahamu kile kiteko. Fatabassama dhahikan saidiani min qawliha, hapo waqala rabbi auzi'ni, arudi kwa Mungu. Waqala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi. Allah. Wewe umepata technology leo ndogo ya kutengeneza sijui mobile, sijui ya kufanya nini, imekuwa atiwa na mjadala mkubwa. Wajua mwanadamu akili yake humtosha, elimu yake humtosha, hatumhitaji tena Mungu kwenye maisha yetu, hatuhitaji tena dini ya hayo. Lakini mwangalie Suleiman, technology, ita hiyo technology ya kucommunicate na wanyama, ya kuzituma pepo, ya kukontroli mvua, majabali, anapoziona zile huteka. Ile kuiteka ni kuiseza nafsi yake, si wewe Suleimani bwana. Usikuwe. Fatabassama dhahika min qawliha, akanena rabbi auzi'ni, Mola na kuomba tena, aomba usiniondoshe kwenye kukumbuka neema zako. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi. Subhanallah. Ajikinga na ile innal insana la yatgha arraahu staghna. Hii ndio hatari sana. Nimewaambia hapa siku moja, na zikariri zitu hizi ni muhimu. Kuna bwana mmoja ameandika kitabu, mzungu, imenitoka jina lake, ameandika kitabu, hata mkigoogle mtakipata, watu 100 ulimwenguni bora. Watu 100 walofaulu zaidi ulimwenguni, watu 100.
katika watumia mmoja amemweka ni Mtume Muhammad. Tabani yeye hakuja kwa mtazamo wa kidini wala nini, yeye wazungumza tu zile achievement, mambo walofanya, mabadiliko waloweza kuleta. Amemzungumza Nabii Allah Isa, amezungumza mpaka waleo hawa wamezoeta mapinduzi ulimwenguni, amemweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sitaki kukuambia kwamba yeye akimweka mtume ndo mtume amepata daraja, mtume shawekwa na Mwenyezi Mungu, sio? Ninachotaka mimi muhimu ni hiki, wakati akimweka mtu katika ile listi ya watumia, hutaja na mambo yake fulani yalomfanya yeye amuone huyu ndio bora katika 100. Sasa alipofika kwa mtumi, katika mambo aliyoyataya, jambo muhimu moya alinena katika kitu kinachoonesha utukufu na ukubwa wa utu wa mtumi, personality ya mtumi, ni alikuwa ni Muhammad kabla hana dola na alibaki ni Muhammad baada ya kupata dola. Hii ndio kitu amekitaya yeye. Yani yule yatiman fakiran, akiishi na kina Bilali na kina Ammari na nini, alipokuweko hana nguvu, hana wafuasi, ndaa tupu kule Maka, alibaki ni yule baada ya kuwa raisu daula, ni yule, hakubadilika chochote. Yani lau taiteo huwezi kumuona huyu ni tofauti na nani na yule. Na hii ni si kazi ndogo jamani, bala si masala ya kulaumiana, ni mtihani. Hata wewe yao leo tukakupa UMC yetu hatakuona tena sio? Na utaanza kutengeneza sababu, unajua sikutaka kwangu ni sakam dhurufu zafanya hivyo. Unajua sasa ustadhi ukitembea barabarani ule atakukuona, kisha utafanya hiyo kazi wakati gani? Taanza kutengeneza pressure. Si matezo kubaki mtu yule wakati akibadilika stata yake ama personality yake, ima alikuwa maskini akawa tajiri, ama alikuwa mpumbavu kisha akawa pumbavu kwa maana ya jahili, si mpumbavu kwani akawa alim, akawa mwanachuoni, au alikuwa mtu wa kawaida. Ni hatari. Kama vile kubadilika kutoka kule kuya huku ni hatari, na kubadilika huku kwenda kule ni hatari. Mnielewa sio? Mtu alotajiri akiamka asubuhi akiwa maskini ni mtihani jamani. Kukatokea mambo akawa asubuhi hana peni mfukoni, si matezo ha? Pia ni moja yaweza kukuonesha kufaulu kwa mtu. Lao ataweza kubaki ni yule naye, asibadilike, asirtadi, asitoe maneno maovu kwamba nilikuwa nacho kimepotea, ndio dunia na maisha yaendelee. Si matezo hivi ha? Ndio bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia irhamu thalatha, wahurumieni watu watatu, wasikitieni sana, msiwa kejeli, msiketi mkiwapiga zanda. Gani? Azizu qaumin dhalla, mtu alikuwa mtukufu kisha kadhalilika, muhurumieni. Alikuwa amezoea kufuatwa na watu 20 nyuma, sasa utembea pekee. Alikuwa akifunguliwa mlango wa gari, sasa hata gari la kupanda hana, muhurumieni. Wa pili, wa ghaniyun iftakara, mtu alikuwa milionia, pap kumeharibika mambo, amerudi amekuwa hana chochote, muhurumieni. Si matezo. Tatu, wa alimun baina aljuhali, na mwanachuoni amezungukwa na wainga, muhurumieni. Hiyo ni mtihani yani pia. Yani ni msomi lakini uko kwenye mazingira sio yake, ni katika watu wa kuhurumia. Sasa nataka hapa mimi, kama vile kuanguka kutoka yu kuya tini ni mtihani, na kuondoka tini kupanda yu pia nini? Ni mtihani. Na jahili akibadilika kiwa alimu pia muhurumieni. Haiza kuwa watu wote siku hiyo hawakusoma, dosoma yeye, sio? Wajua hamjui nyinyi, hamuelewi nyinyi, yeye ameyua yeo, ndio tabu kubwa sasa. Imani yasaidia katika mambo ambayo yachangiwa na imani
ili kuleta mageuzi na mabadiliko. Nimekwambia matumaini ni chombo muhimu cha mabadiliko, ama si chombo muhimu? Na mahala bora, sosi bora ya kuweza kupata matumaini na kuondosha tabia ya kuvundika moyo na kukata tamaa ni wapi? Imani ya kidini. Kitu kingine, atawazunu ruhi wal madi. Hapa nimezungumza siku nyingi mimi kwa maneno mbalimbali. Nitafupisha kwa sababu sitaki baada ya leo huu msingi tuurudie tena. Kesho nitaka tuende mwingine, siku hazitutoshi. Katika matatizo makubwa ya mwanadamu binafsi na jamii, katika kupanda kwake na kushuka kwake, katika safari yake ya kwenda kwenye ile alituambia Mwenyezi Mungu, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sisi sote tuko kwenye barabara, tutembea twenda kwa nani? Kwa mafanikio. Ndio kwenda kwa Mwenyezi Mungu ni kwenda kwenye mafanikio. Malaika hawana shida hii tulionayo sisi. Wanyama hawana shida hii tulionayo sisi, kwa sababu wote hupekeshwa na upande mmoja. Sikilizani uzuri sana, wote hupekeshwa na upande mmoja tu, hakuna wa pili. Mwanadamu Mwenyezi Mungu kwa hikma yake na kwa kutaka kwake kumpa mtihani na kumweta hapa duniani ili amtayarishe kwenda peponi, amemkusanyia zitu ziwili mutanaqidhani, zitu ziwili ambazo hazikubali kuketi pamoja, kama vile moto na nini na mai, kama usiku na nini na mtana, kama giza na nini. Mmoja katika mtihani amezopewa mwanadamu, yeye ni msongonyo, amesongonywa na zitu zingapi? Ziwili, mtangamaniko. Akifuata huku lazima akiuwe hiki, akifuata huku lazima akiuwe hiki. Kisha Mwenyezi Mungu amemlazimisha kubalance, atembee na zote ziwili. Mtihani uko hapo. Malaika ni nguvu ya kiruhu, hakuna material. Hana material malaika, hana hizi ziwiliwili kama zetu nini, hana. Ni nuru tu, ni nguvu fulani tu. That's why hana mahitaji ya kimwili. Hataki kula wewe, wala si kwa sababu ruhu yako yataka kula, ni mwili wako wataka chakula. Ruhu haitaki chakula hiki. Wewe waenda kutafuta mwanamke si kwa sababu ruhu yako yataka mwanamke, ni kivilivili chako chataka mwanamke. Kama alikuwa hakuna mwili ungefanya hiyo mwanamke. Sio jamani, hakuna kiungo, hakuna chochote, hakuna hizo zivuti yao zote, hakuna. Utaziona hii. Sasa angalia, kula, kulala, kunwa, shahawati nini, zote wewe waitika mwito wa nini? Wa upande wa kimaterial. Malaika ameumbwa ni aqlun, kama anavyosema Imam Ali. Akili kwa maana akili hii, akili katika falsafa huitwa kila kitu kisokuwa na mwili, ni akili tupu. Na mnyama ni mwili mtupu, mwili mtupu, hana akili. Kwa hivyo yeye mnyama ameambiwa wewe shughulikia mwili wako tu. Mnyama kazi yake kubwa ni nini? Atakula wapi, atalala wapi, basi. Ama una plani ya civilization, una plani sijui atakueta development, ama atakutagua gavana, wanao plani hizo? Hawana. Hula tu. Yeye akisha kukifu mahitaji yake ya kimwili shamaliza kazi, wisha wake, buru yake kuisha. Mwanadamu ndio matatizo. Mwenyezi Mungu amemwambia ni qabdhatun min turab wa nafhatun min ruh. Adam alitengenezwa mwili wake kamili, yule Adam, likawa liketizie ni pumba la udongo. Malaika ulipita kwa huko, akilipita kwa huko, halina thamani. Mwenyezi Mungu anena fanafakhtu fihi min ruhi, akaitia ile power fulani, ndio yankuwa uruhu wewe, yamkuwe nini, yamkuwe software, yamkuwe utakavyokuwa, lakini si material.
Sasa zilipokuya ziwili hizi, mfano sasa yao, ruhu kawaida yake huiita ni samai, yapenda kwenda juu. Mwili ni ardhi, wapenda kwenda tini. Sasa ruhu ya kuvuta kukupeka juu, mwili wa kuvuta kukupeka tini. Mfano, kuwa na elimu ukawa mwanachuoni mkubwa ni kupaa, lakini mwili wakwambia usindia, lala, tatwalii kesho. Ruhu ya kwambia soma bado, ukitaka kuwa mtu mkubwa. Ruhu yataka, ina energy, yataka kuwa mwanachuoni. Mwili wakwambia mmechoka, kiuno fanya nini? Unihairi. Ukitamali wewe hata katika ile safari yako ya kuijenga ruhu, zinazongia kati kukuharibia ni zitu gani? Za kimwili. Lau sikuchoka waweza kuswali kutoka usiku mpaka asubuhi. Ruhu haichoki. Ruhu haichoki. Uchokao nini? Ndio yo jamaa mmeswali paka kiuno. Pauline, yo mtanisamehe, si yo kwenye tarawehe ama yo kwenye dua, si kiuno uniaye. Ilo kufanya usie kuilisha ruhu huku nini? Ni mwili. Lakini mwili nao una mahitaji yake. Mahitaji yake ukiyafuata waiangusha ruhu. Kila ukishiba sana ruhu ndo huwa alaweta amali, ukishakuyaza kisawa sawa pale kuna kitu tena hapa. Kila ile tumbo likinenepa ndio akili ruhu huwa imekuwa nini? Haina mpako. Ukisha kiona kile ukipendacho pale wakitaka, ruhu tu mfukoni. Ukimaliza sasa ukaanda mayuto, afadhali kama sikufanya, afadhali kama nkadhaa, lakini pale ilipokuwa ruhu mwili umesimama mataka, hakuna kusikizwa. Usikila madhini wala la mteka mai. Umeona? Hii tanakudhati. Na hii ndio falsafa ya maisha ya dunia. Ukiweza kuifahamu falsafa hii, utaweza kuishi katika dunia hii kwa namna lotaka. Na ndio maana khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, awaonde nyinyi. Kivipi? Mtihani wa kwanza ni hunu, vipi utaitika mwili usiharibu ruhu, na vipi utaitika ruhu usiufanye mwili ukachoka mpaka ukatupa mipaka. Mupo na mimi jamani? Ni vizuri. Sasa hapa yankue kubalance baina dunia na akhira, kubalance baina ya ibada na maisha na kazi, kubalance zote zaja hapa sasa. Kubalance, kila kitu ni kubalance. Sasa imani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Turudi kwenye mada yetu. Msingi wa imani wachangia vipi kwenye maendeleo? Wachangia kuleta kubalance baina ya mahitaji ya kiruhu na mahitaji ya kimwili. Yakibalance kwenye jamii, jamii itaendelea. Jamii ikilalia upande mmoja ikawata upande wa pili, tazorota. Tazorota. Ukinena tumuondoshe Mungu, tuondoshe imani, tuondoshe dua, tuondoshe mambo nini, sisi tushike tu maendeleo na teknoloji, tutakwenda kugonga mambo kama wenzetu tunavyowaona. Alhamdulillah, peka magari makubwa makubwa, hurusha ndege, lakini zisa zinazoendelea leo, kila nukta moja kuna raping kadhaa, kila nukta moja Amerika kuna uhalifu kadhaa, kila sijui katika watu kadhaa kuna mvutaji bangi, sijui kila. Zisomeni takwimu, msibabaishwe na yale majumba. Civilization si yale majumba peke yake marefu, ni binadamu akoje anaoishi kwenye yale majumba. Ni mwanadamu ama ni ng'ombe? Kwa sababu wamekosa kubalance, waliupa mwili peke yake. Na pia sisi kipindi fulani kuna baadhi ya fikra zilikosea kuufahamu Uislamu, zikataka kuupuza mwili ambao hata Mtume hakuupuza. Ile juzi akituambia hapa kwenye hutuba ya Juma, Ustadh Ali, kulikwenda ripoti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna grupu la masahaba limeamua kuwa watu wa Mungu. Nazungumza kwa lugha zetu, yani wameamua wataka kuwa watu wa Mungu. Sasa tunasema kufanya nini? Na kuna mmoja amenena yeye haowi kabisa, hata kuketi msikitini tu kufanya ibada, takuoa kabisa. Na mwingine akisema, kuna mwingine ametiania hakuna kulala maisha yake.
kila usiku yeye ataswali mpaka asubuhi. Watatu akaniambia kuna watatu asema hakuna kula, yeye atafunga mwaka nzima. Mtume akatoka na kishali chake ayuhannas, kiwa kuna mtu bora hakuna kama mimi hulala na ukesha, siku nyingine ukesha kufanya ibada, siku nyingine hulala na wake 9. Kwa hivyo si masala kwamba wewe kiwa una mke ndo wali zaidi, mimi kiwa na wake wingi si wali, haendi hivyo. Inshallah kwa na wake 4, sisi hatuna zaidi ya 4 9 mwa Mtume hapo, sawa? Hayamaanisha kwamba wewe huna time ya kufanya ibada. Naweza kuwa mtu ana mke hata mmoja, haswali hata raka moja, si zipimo yani. Mimi hulala, haimaanishi ukiwa ukesha sana, watchmen ukesha. Sio jamani nini? Hoja haiko kwamba wewe ukesha, watchmen ukesha kila siku ama hawakeshi. Uswali rakanga. Kwa hivyo kuna mambo yataka kuangalia. Yaani Mtume atakwambia la, haimaanishi kuja kuijenga ruhu tunyime nini? Mwili. La. Sasa maendeleo hiyo imani. Sasa zingine nitajaribu kuziruka, nataka tu leo niwasomee hizi dakika 5-6 zilizobakia. Sasa niwasomee aya za Qur'ani, kwa sababu tuko kwenye Qur'ani, zinaotuonesha matokeo ya msingi wa imani. Tufunge darasa yetu hapa. Matokeo ya msingi wa imani katika maisha yetu ya dunia, katika maisha yetu ya dunia. Natilia mkazo, sina shaka na matokeo yake ya wapi? Ya akhira. Hakuna shaka hiyo. Kama Waislamu tuna shaka kwamba ukifanya mambo mema, ukiwa mtu mwema utakwenda peponi. Ipo shaka. Lakini je, kuna na matokeo yake hapa duniani yaweza kubadilisha maisha yetu? Tusomeni hizi aya. Kwanza, sijui kama katika dini nyingine, katika mitazamo mengine yako mambo haya. Sisi tuna kitu kiita tawfiq. Tuna kitu kiita nini? Tawfiq. Tawfiki kwa lugha fupi ni nini? Tawfiki, umetumia bidii yako ya kibinadamu uwezavyo, kwa upeo wa uwezo wako umefanya kitu, na kila kitu kina mambo yake. Wataka kuwa msomi, umetoa bidii zako kwa uwezo wako ili uwe nani? Uwe msomi. Ununua zitabu, hutwali, huenda kuzengia kila shekhe akakusomesha. Yani yale mambo yanayotakikana kufanywa kwa mtu atakayekuwa mwanachuoni, wewe umefanya nini? Umeyafanya. Yale mambo yatakikana kwa mtu mfanyaji biashara, ataka biashara yake ifaulu, umefanya nini? Umeyafanya. Umefungua duka, una mikazo, huamka asubuhi ukaenda ukafungua duka lako, umefanya. Yale mambo unayoyataka, ataka kujenga nyumba iwe mzuri, umefuata kanuni za engineering, umechora, umetia misingi, umefanya. Lakini si kila afanya huwa kuna watu hufanya yote haya na wakifanya mambo yasiwe. Waweza kutukua watu wawili, huyu ana duka na huyu ana duka, na wote fungua saa 12 asubuhi na wote wanabidii. Lakini huyu lake hutia faida, huyu lake kuna kiungo cha zaidi. Sasa kiungo cha zaidi ni ndio tunaita tawfiki ya nani? Sasa nyinyi mwankwe bahati, mwankwe kadhaa, hizo ni katika zile lugha za kukimbia Mungu. Nataka ukankua. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba yule, lakini napenda, hakuna tawfiki bila bidii. Nimetia mkazo sana. Hakuna kwamba itakuya tu tawfiki. La, umefanya bidii, lakini wewe baada ya wewe na yeye tofauti yako, umetawakkal ala Allah. Kama ile Nabii Allah Suleiman. Pamoja na bidii zangu, lakini si mimi peke yangu, mpaka kuingia na tawfiki ya Mwenyezi Mungu. Sasa imani ikijengeka, msingi wa imani husababisha mambo yenu mkiyafanya Mwenyezi Mungu kuyatia tawfiki. Pamoja na kuamini kwetu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni akili kubwa ulimwenguni. Iko akili kama ya Mtume? Bata kama ya Mtume, nusu ya Mtume?
robo ya mtumi. Hata wampingao wamenena ndio bongo la ulimwengu, lakini mafanikio aliyoyapata kwa muda wa miaka 23 kwa mabadiliko aliyoyaeta ulimwenguni, na kina cha mabadiliko yale hayakuketi miaka 50 wala 100 wala 200, mpaka yeo ya athiri mwenendo wa ulimwengu. Popote mlimwengu aliyopo lazima aupigie hisabu Uislamu. Ile ni bidii yake peke yake? Ile ni akili yake peke yake? Ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye alitoa bidii, ikhlasi, akafanya kila analoweza, lakini kukangia na taufiki ya nani? Ndio ile walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kale hii aya, angalia uzuri ya aya, walladhina jahadu fina, wale walotoa bidii zao kwa ajili yetu. Si kila alotoa bidii tutampa taufiki. Waweza ukatoa bidii usipewe taufiki, sababu wewe hukuitoa kwa ajili yake, mpaka uingize imani. Wale walotoa bidii fina, kwa ajili yetu, Mwenyezi Mungu mwenyewe anena lanahdiyannahum, aweka guarantee, lanahdiyannahum, tutawaongoza ndia. Pale waliposhindwa kukamilisha kwa akili zao, wataona wameamka asubuhi mambo henda tu. Tawe mara nyingine waweza kujikuta umepanga mambo, umefaulu, lakini hata namna ulofaulu utaona yamekwenda zaidi ya uwezo wa akili yangu, yamekuwa haya tu. Hakuna mpepeo, hakuna talasimu, hakuna chochote. Ni taufiki. Na hii yalitwa na imani, ikiwa tuko nayo. Na wale wamezo experience waweza kukueleza mambo kama haya, huwezi kuyaeleza kithiori. Kuna baadhi ya watu wamekuja kwenye experience za kimaisha, wamefaulu, katikati wamekuja kujiuliza, mafanikio haya yako juu ya bidii yangu. Bidii yangu ilikuwa inipe 10%, haya mafanikio mimi nimepata 50%, hii 40% yatoka wapi? Sasa bahati, amejaliwa. Zile lugha za kwetu, amejaliwa bwana. Bahati na kujaliwa ilikuja kwa nini? Ikhlas. Moja katika kazi yoyote ukitaka ifaulu, weka ikhlas. Hakuna kitu kinachoviza mafanikio kama ikhlas. Hakuna. Ikhlasi si kwa maana ya Mungu tu, lifanye lile jambo mkwale. Wewe umeamua wataka kusaidia mayatima, wataka kusaidia mayatima, hata kama utaki thawabu, lakini wataka kusaidia mayatima, si stepping stone ya jambo lingine. Wewe umeamua wataka kuweka madrasa, kusomesha, wataka kutangaza elimu, si kwa sababu utaka kumuonesha fulani. Wewe umeamua kufanya kadhani kwa sababu wataka lile yangu. Hiyo ndo maana ya ikhlas. Ikhlasi ni kutosita ajenda nyuma ya ajenda nyingine, ndio maana ya ikhlas. Ikhlas ni ni wewe umeinuka unaenda kuswali, dhahiri unaenda kumswalia Mwenyezi Mungu, lakini kweli unaenda nini? Jamaa wanene fulani uswali, wallahi sio. Umeona, umesita ajenda nyuma ya ajenda nyingine, ndio riya. Kwa hivyo kuna ikhlasi na riya ya wewe na Mwenyezi Mungu, kuna na ikhlasi na riya na wewe na jamii. Usisite ajenda, usitukue watu kwa yaeni. Ajenda ni hii katika faida. Ndio hiyo Mwenyezi Mungu anatuambia, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Na ndio ile wayazidu Allahu alladhina ihtadaw huda. Sayyidul Khoi rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake akiita Al-Bayanu fi tafsiri al-Quran, ilikuwa ni tafsiri tu, niwape kidogo faida. Ameanza kuandika tafsiri, ilikuwa yatarajiwa itafika juzu 50, lakini kwa bahati mbaya alikuwa wakati hono yuandika hii tafsiri, ameanza na kitabu kingine cha ilmu rijali, mambo ya ilmu hadithi, kuwasoma wale wapokezi wa hadithi, ambacho hichi ni juzu 21. Alipokuwa yuandika zote ziwili kwa pamoja, akapata maradhi na utu uzima katikati. Ikawa sasa lazima washauri wanafunzi wake kwamba siwezi tena kutimiza zote ziwili, nitimize kipi mbora?
wale wakamwambia timiza hiki cha ilmu alhadithi, kwa sababu tafsiri hivi sasa Tabatabai ametoa juzi Irani, wakati ono shatoka tafsirul mizan, itakuwa ni kama kuduplicate kazi. Akaivata tafsiri akakamilisha nini, lakini tafsiri kwa ameandika juzu moja, amefasiri suratul Fatiha peke yake karibu peji 450 ama 500. Ndio hiyo walitarajia itakuwa paka juzu 50. Amefasiri suratul Fatiha na introduction. Katika kuifasiri suratul Fatiha, alipofika kwenye neno ihdinas siratal, akatupa suala. Mtu huomba sokuwa nacho, haombi alonacho. Mimi hunena Kiswahili, haya neno yao Kiarabu, lakini huyateremsha ili watu wayafahamu. Mtu huomba asonacho, sio? Haombi alonacho. Sasa nyinyi Waislamu, ikiwa nyinyi madai mshakuwa Waislamu, mshasilimu, mshaingia kwenye uongofu wa Mwenyezi Mungu, bado hamuyaamini kila siku mara 5 huuzengea uongofu, hamuyaupata? Sisi tumeelewana vizuri sana. Leo unapo Mwenyezi Mungu ya Rabbi ihdina, leo kwenye hiyo swala uko kwenye siratan mustaqima. Akaitupa hii ishkali kwa ukubwa sana, akaitilia na mashikizo na nini, kisha akaja akaijibu. Akasema jibu la kwanza, uongofu ni kama elimu. Kwenye mantiki huita mafhum tashkiki, yaongezeka, haina kikomo. Ni kama mwangaza. Mwangaza wakubali kuongezeka, wakubali. Hata kama unao, ukiomba tena wataka uongezwe, sio upewe. Kama elimu, namna utakao kuwa na elimu bado yakubali kuongezeka. Sasa sisi tunapomuomba Mwenyezi Mungu uongofu, hatumuombi tusokuwa nacho, twamuomba hatuzidishie. Ile ziada tuiombao hatunayo. Mfano wewe unao 30%, siku ile umekuja kusali umbe Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqim, akakuongezea moja ikawa 31, umeongezewa sokuwa nacho ama hukuongezewa? Ya kwanza. Ya pili akanena athabat. Wajua utawala waweza kuupata, lakini waweza kuudhibiti kutaukosa? Waweza kuupata, lakini waweza kudhibiti usiukose? Pesa waweza kuzipata, waweza kudhibiti usizikose? Na uongofu waweza kuupata, lakini huwezi kudhibiti usiukose. Bangapi wamelala usiku wako kwenye huda, wakiamka asubuhi makafiri? Yumsi musliman, ile hadithi unena yumsi musliman wa yusbihu kafira. Alilala muislamu akiamka asubuhi ni kafiri. Amekuja kuingizwa kwenye mtihani tu kidogo, papa ametoka timing kama ibilisi. Maelfu ya miaka paka amewapita malaika, ameingizwa kwenye mtihani kidogo tu, usjudu li adama tap, amekuwa kiongozi wa makafiri, sio kafiri. Ametoka kwenye kuongoza watu wema, meruka boma, ameingia kwenye kuongoza nani? Kwa hivyo uzi baina ya wewe kubaki kwenye uongofu na kuanguka kwenda kwenye upotevu ni uzi mwembamba sana, ni kupijwa tu. Ukiwa katika normal utanena mimi siwezi kutoka bwana, ni pale ije tu tap na ikugonge kwenye mshipa wako, Mungu akuetee maondo pale pakuumapo. Kwa hiyo kila mtu ana mahala umuuma. Wale wala nabluwannahum bi shay'in, papu makikosa kitu kile, kutoa timing, mara umeonekana upita ukinena maneno ya kikafiri. Watu wakao kupigia audhu billah, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kutoka timing ni muda mfupi sana jamani. Sasa Said al-Khuya asema wakati tunapoomba Mwenyezi Mungu ihdina siratal mustaqim, twaomba kuongezwa na twaomba mando kabla hatuongeza. Kama alikuwa na 30, ya Rabbi hizi 30 mando zibaki ya Rabbi, zidumishe adawama ala alhuda wal istimrara wathabat.
niendelee kubaki ni nani? Ni muongofu, na uniongezee yulake. Kwa hivyo walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, tutakapokujenga misingi ya imani katika maisha yetu, pataingia taufiki katika mambo mingi ambayo tuko nayo. Kutaingia siri ambazo sisi wenyewe hatuwezi kuziona, mambo yatakapokufanikiwa na yatakavyokuwa. Zaidi ya hapa sitaki kuendelea zaidi, na nitakoma hapa leo kwenye msingi wa imani, ingawa kuna mambo mingi, lakini leo tumeshamaliza siku 10 na bado darasa ina matao mingi. Insha Allah kesho nataka niingie msingi wa pili ambao ni msingi wa elimu na maarifa. Huyu wa kwanza tumeuita mabdaul imani wal aqida, msingi wa pili tutauita mabdaul ilmi wal maarifa. Walhamdulillahi rabbil alamin.